Another time, leo ni siku nyingine ya Februari 12 ya mwaka 2026. Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Mimi naitwa Pekuzi.com. Nipo hapa tayari kabisa kukupitisha venjani taarifa zilizojiri siku ya hii leo Februari ya 12 mwaka 2026. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuweza kupata ushindi siku jana mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya watoza ushuru wilaya ya Kinondoni, baada ya kuweza kupata idadi ya magoli ambayo yaliyofungwa na Libase Gaye pamoja na Selegomzi Selemani Malimo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Taarifa zilizojiri kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba zinaeleza kwamba Rushain The Rock amekabidhiwa kile kitambara ama kitambaa cha unahodha, kitambaa ambacho anachoweza kuongoza wachezaji 11 ama wachezaji 10, ikiwa yeye ni mchezaji wa 11 katika eneo la uwanja. Mchezo jana wa ligi kuu Tanzania bara ilidhihirisha kabisa dakika za mwanzoni kabisa Shomari Kapombe aliweza kuingia katika mchezo huo huku akivaa kitambaa cha unahodha ili kwenda kuongoza wachezaji wenzie katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao uliopigwa jana katika uwanja wa KMC Mwenge jijini Dar es Salaam. Dakika 28 kipindi cha kwanza, Shomari Kapombe ilionekana kuvua kitambaa hicho na kuweza kumkabidhi Rushain katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Hili limeweza kuzua mjadala mkubwa kulikweli na kuona kwamba kwa nini Shomari Kapombe aweze kuvua kitambaa ili kuweza kumkabidhi Rushain. Sababu zilikuwa zikieleza kwamba huenda kwamba Shomari Kapombe angeondolewa katika mchezo huo, lakini mchezo huo ulimalizika kwa dakika 90 za mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku Shomari Kapombe alionekana kuendelea mpaka pale filimbi ya Ahmed Arajiga baada ya kutimika dakika 90 za mchezo wa ligi kuu Tanzania bara iliweza kuzua mjadala mkubwa kweli kama Shomari Kapombe aliweza kuendelea kwenye mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, na sababu gani ambazo zilizoweza kumpelekea Shomari Kapombe kuweza kuvua kitambaa cha unahodha na kuweza kumkabidhi Rushain. Sasa leo taarifa zilizoweza kutufikia na lile ambalo liloweza kuzua taharuki siku ya jana leo limeweza kupatikana kwa ufumbuzi baada ya kuonekana Shomari Kapombe kuweza kuvua kitambaa cha unahodha na kuweza kumkabidhi Rushain. Taarifa zikieleza kwamba kabla ya mchezo wa jana, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, huko Rushain ilikisemekana kwamba kocha Steve Baka alipendekeza jina hilo la Rushain kuweza kuwa nahodha ili kutengeneza ule utatu, ili kuweza kutengeneza umoja kwa kikosi hiko cha klabu cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kocha Steve Baka aliweza kumpendekeza kwamba Rushain ndiye ambaye anaweza kupaswa kuwa kiongozi katika eneo la uwanja. Ukumbuke kwamba Rushain ni mmoja kati ya wachezaji wanaoihudumia nafasi ya central defender, kwa maana kwamba namba 5 katika eneo la uwanja, na ndiye mchezaji ambaye alikuwa na majukumu mengi kweli katika safu ya ulinzi. Amekuwa ni mchezaji mwenye mchango mkubwa kweli na mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na utulivu kweli, maarifa, weledi aliyokuwa nao Rushain. Hiyo ndiyo mmoja kati ya sababu ambazo kocha Steven Baka ameweza kumpendekeza kwamba Rushain ndiye awe kiongozi ama awe nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa taarifa hizi zilisemekana kwamba kocha Steve Baka aliweza kuziorodhesha ama aliweza kuzifikisha kwa baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kulipendekeza jina la Rushain kuwa nahodha mkuu wa kikosi hiko. Taarifa za awali zilieleza kwamba uongozi walikataa katu kuweza kulikubali ofa hiyo na kuweza kusema kwamba haitawezekana kwamba Shomari Kapombe aweze kuondolewa katika unahodha ama kuondolewa katika uongozi wa eneo la uwanja kuongoza wachezaji wenzie, kwani maelezo ya viongozi yakieleza kwamba huenda yatatoa mtafaruku ama kuweza kuweka ukaguzi ama mipaka ya wachezaji ama kuweza kuweka utofauti kwa baadhi ya wachezaji hawa na wachezaji hawa. Lakini jana
Swala hilo iliweza kutimia na mwenyewe Shomari Kapombe aliweza kukiri kusema kwamba nilikubali kuweza kuachia ngazi kwa nahodha mkuu wa kuongoza wachezaji wenzangu, kwani mchezo wangu wa jana ulikuwa ni mchezaji wa vita kweli kweli. Nilionekana kupata majeraha mara kwa mara na kuonekana kugusana kwa baadhi ya opponent ambaye KMC jana alikuwa yuko tight kweli kweli kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa katika safu ya ushambuliaji. Ilionekana kwa dakika 15 kwa dakika 18 kipindi cha kwanza Shomari Kapombe aliweza kupata majeraha ya kichwa na aliweza kuweza kuwepewa matibabu, lakini mchezo huo uliendelea kwa dakika 90 na Shomari Kapombe aliendelea kuzicheza dakika hizo 90. Lakini swali linakuja kwamba kwa nini uliweza kuvua kitambaa na kuweza kumkabidhi Rushan? Shomari Kapombe ameeleza kwamba sababu ambazo yeye alizoweza kupelekea na kuvua kile kitambaa cha unahodha, amekubali kwamba Rushan awe kiongozi kwenye mchezo ule wa jana, kwani yeye ilionekana kama vile alikuwa hayuko sawa psychologically yake, mwili wake, na ilionekana kuanguka mara kwa mara katika eneo la uwanja. Kwa hiyo sababu hiyo pia imewezekana kusemekana kwamba yeye hakupaswa kuwa kiongozi katika mchezo ule wa jana, kwani mchezo kwake ulikuwa ni mchezo tofauti na vile ambavyo ilivyokuwa imejadiliwa hapo awali. Sasa maelezo yakieleza kwamba rasmi kwamba Rushan The Rock, raia kutoka pale taifa la Afrika Kusini, mmoja kati ya wachezaji waliokuwa na umri wa miaka 31, huko akiendelea kupewa mkataba mwaka mmoja ili kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini hili ni moja kati ya majina ambayo kocha Steve Barker ameeleza kwamba itakuwa vizuri zaidi Rushan awe kiongozi katika eneo la uwanja, kwani ni mchezaji ambaye mwenye utulivu, mchezaji ambaye mwenye maarifa, mchezaji ambaye mwenye uweledi mzuri kweli kweli kwenda kuongoza wachezaji 10 katika eneo la uwanja. Sasa mwanzo ilisemekana kwamba vile alitaweza kukubalika, lakini hivi sasa taarifa zilizojiri asubuhi ya hii leo Februari 12 mwaka 2026, taarifa rasmi kutoka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba imemtunuku ama imemteua ama imemtangaza Rushan The Rock, raia kutoka pale taifa la Afrika Kusini. Yeye ndiye atakayekuwa nahodha mkuu wa kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba. Nahodha msaidizi ni Shomari Kapombe, kama pale Rushan hatakuwepo katika eneo la uwanja, na msaidizi wake atakuwa ni Shomari Kapombe. Kabla ya Kibu Dennis Prosper Kibu Kandaji alipokuwepo na kwenye kikosi hiko cha Simba, kabla ya kuuzwa Kibu kuelekea kule nchini Libya, mmoja kati ya klabu yake ya Al Ahli Benghazi kutoka kule nchini Libya, yeye ndiye aliyewahi kuwa nahodha msaidizi baada ya kutoka Shomari Kapombe. Kwa nahodha anayefuata ni Kibu Dennis. Lakini kwa hivi sasa rasmi uongozi wa klabu hiyo Simba imelithibitisha hilo kusema kwamba Rushan ndiye atakayekuwa kiongozi kwa wachezaji wake ama wachezaji wenzie katika viwanja vya mashindano. Kocha Steve Barker ameweza kulithibitisha hilo na kusema kwamba kwa hivi sasa wachezaji wote wa klabu hiyo Simba wanahitajika kuweza kukiri ama kutii neno lolote kutoka kwa Rushan, kwani yeye ndiye atakayekuwa nahodha mkuu wa kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Februari 14 mwaka 2026, Simba anatarajia kuingia uwanjani tena katika dimba la Dupaso de Stadio Benjamin Mkapa kwenda kukaribisha Stade Malien kutoka kule nchini Mali kutoka mchezo wa mwisho michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, na huku Simba wao mpaka hivi sasa wakiwa na alama 2, kwani tayari Simba wameshaweza kuagana na mashindano hayo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huku taarifa zikieleza kwamba mchezo huo utaweza kuingizwa kwa mashabiki bure, taarifa nilizoweza kuzisikia kwa baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Jana kuna mchezo ule wa ligi kuu Tanzania bara pale Mwenge, mchezo ambao Simba uliweza kujibuka na ushindi wa magoli mawili, magoli ambayo yaliyofungwa na Libasi Gaya raia kutoka pale nchini Senegal pamoja na Selegomzi Selemani Mwalimu, huku mtendaji mkuu CEO ilionekana kama vile kuchechemea na kuweza kupata majeraha ya mguu. Mimi moja kati ya watu ambao nilipata bahati ya kumuona na nilipata bahati ya kutaka kumpiga picha, baadhi ya viongozi wakasema kwamba hili halitakuwa sawa kulipeleka mtandaoni ama kupeleka katika vyombo vya habari, lakini pia niliweza kumshuhudia mtendaji mkuu wa klabu hiyo Wekundu
Msimbazi Simba kuweza kuchechemea, na huko akiwa ameshika magongo kutokana na afya yake ikuwa sio nzuri, lakini pia aliweza kuhudhuria katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Hii ni Game On TZ. Mimi naitwa mpekuzi.com. Endelea kuserelea, endelea kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii. Nenda pale kwa upande wa Facebook, andika tu Game On TZ. Nenda pale kwa upande wa Instagram pia andika tu Game On TZ. Bila shaka tembelea kwenye kurasa yetu mama ya YouTube, andika Game On TZ. Endelea kusubscribe. Hapa ndipo ambapo unaweza kupata habari mbalimbali za kimichezo, siasa pamoja na burudani. Leo majira saa 5 asubuhi klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wanakutana na waandishi wa habari, na hivi sasa tuko njiani kuelekea pale makao makuu HQ Masaki kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba kwenda kutega sikio na kusikiza ama kusikiliza kile ambacho waandishi wa habari walichoweza kuitiwa. Wanaenda kuzungumza kile ambacho ile kauli ya mtendaji mkuu ama mwekezaji wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba kuuliza kwamba vipi transformation imefikia wapi kwenye kurasa maalum, kurasa mama ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ya Instagram. Ndio wanaenda kulijibu hili ambalo aliweza kulizungumza Mohamed Dewji, ama kuna lingine ambalo linahitajika kwenda kuzungumza. Tukiri na kusema kwamba asante, endelea kuserelea hapo kwa habari zaidi za michezo kutoka ndani ya klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba, na lile ambalo linaloenda kujadiliwa hapo majira saa 5 kamili za asubuhi. Hapa unaweza kupata taarifa hizo. Mimi naitwa mpekuzi.com. Hii ni Sports Update. Hii ni Game On.